takriban 50% ya wananchi wa Tanzania walikuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kichocho. Sio kwamba walikuwa na ugonjwa, pana, walikuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kichocho. Hiyo ni kuonyesha tu kwamba huu ni ugonjwa ambao upo kwenye mazingira yetu na unasambaa. Na uonekanaji wa dalili kati ya watoto na watu wakubwa, kwa watoto zinaonekana wanaathirika zaidi watoto, hasa wenye umri wa kwenda shule. Utafiti ambazo tumeendelea kuzifanya hasa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Katoliki hapa Bugando zimeonyesha wazi kwamba watoto chini ya umri wa miaka 5 nao wana maambukizi ya kichocho, na maeneo mengine ni maambukizi makubwa tu ya wastani mpaka ya juu, ila maeneo mengi ni maambukizi ya chini na ya wastani. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa sababu kabla ya hapo matibabu yalikuwa hayaangalii watoto chini ya umri wa miaka 5. Sasa baada ya kuwa tumepata takwimu ambazo zilitushawishi sio tu Tanzania lakini duniani kwamba watoto chini ya umri wa miaka 5 kushuka chini nao wana maambukizi tu makubwa, hapo ndio bidii sasa za kwanza kutafuta dawa bora ambayo ni rafiki ya kutibu kichocho kwa watoto wenye umri huo ilianza kutafutwa. Kuna dawa inaitwa praziquantal, ile imeweza kutengenezwa na sasa ndio hiyo dawa inatumiwa kwa watoto waliofika miaka 5 na kwenda chini, wale hawajapitisha miaka 5, kwa sababu beleni zile matibabu na dawa zilizokuwa hapo ni za watu wazima, si za watoto. Kwa hivyo watoto walikuwa wanaugua sana na wengi walikuwa wanakataa kwenda shule au wanapoteza shule. Kina mama wanabidi wakae nyumbani kuwaangalia hao watoto. Kwa hivyo kulikuwa changamoto nyingi sana, ndio sisi tukiwa UNDP. Kwa hivyo hii dawa leo inaingia pilot phase kuona kama inafanya kazi vizuri. Inafanywa piloting kwa region 3, ikiwa Mwanza ni moja wa hizo regions zile zitaanza kutumia hii dawa, na tuone, na matokeo yakiwa mazuri tutaenesha hii dawa Tanzania nzima. Kwa hiyo ndio maana kwa kitaalamu tunasema ni pilot study inafanyika. Dawa hii imeshasajiliwa nchini na TMDA ambao wanasajili dawa pamoja na vifaa tiba, lakini dawa hii bado haijaingia kwenye standard guideline ambayo ndio ile ambayo inatakiwa itumike sasa kwa watu wote. Ila mtu anayetaka kwenda kuinunua anaweza akainunua, lakini bado kuingiza kwenye utaratibu wa vile ile standard guideline, ina maana kwenye ule muongozo wa tiba ambao unatolewa na wizara bado. Tunasubiri utafiti utakaofanyika huu ambao umeongeza wigo ndio utakuja kutupa hali halisi. Sasa tuweze kuja kupata matokeo zaidi yatakao tushawishi kuingiza kwenye ule muongozo wetu kwa ajili ya matibabu ya dawa hizi ili ziweze kutumika katika vituo vyote. Ili kuweza kuingiza yako mambo ambayo ukiacha mambo mengine ya usalama kwamba inatibu na kukubalika na jamii, lakini bei yake kama tunavyoona imetengenezwa, bei yake itakuwa ni shilingi ngapi? Serikali ikishaingia lazima iweze kuhakikisha kwamba hii dawa ikiingia pale, serikali itatoa fedha na itaweza pia kuhakikisha kwamba wananchi wanaipata. Kwa hiyo ndio mikakati ambayo serikali tunajaribu kutibu yale maeneo ambayo wananchi wanaweza kupata maambukizi. Tunatoa elimu huko kwao, lakini pia tunatoa dawa hizi kwenye mashule na maeneo mengine, lakini pamoja na hayo pia tunatoa elimu kwa wananchi kuweza kufahamu ugonjwa huu unaambukizwa vipi na jinsi gani wanaweza wakajizuia.